Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wapenzi watazamaji, katika kipindi cha wanawake nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha wanawake katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, tutakuwa wenye kuzungumzia pale ambapo Bibi Khadija radhiyallahu anha alipokuwa amefikia, kwamba tulikuwa tunazungumza kwamba sira ya Bibi Khadija au historia ya Bibi Khadija radhiyallahu anha, kwamba tulifikia sehemu ambayo maukifu ya Bibi Khadija radhiyallahu anha, na sasa tutakuwa wenye kuongelea ni namna gani subira ambayo aliyokuwa nayo Bibi Khadija radhiyallahu anha katika dini ya Mwenyezi Mungu na katika imani yake na katika hali ya kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na tulizungumza kwamba Bibi Khadija radhiyallahu anha alikuwa na nafasi kubwa kabisa ya kuinusuru dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ulinganio wa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye akaona kweli kabisa kwamba Bibi Khadija radhiyallahu anha anamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo Bibi Khadija radhiyallahu anha alimnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa mwenye kuidhihirisha dawa yake, na dawa hii pale ambapo washirikina na makafiri wa Maka wakiipinga kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama asiwe mwenye kuwalingania katika Uislamu na wala asiwe mwenye kulingania Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama alinusuriwa na Bibi Khadija radhiyallahu anha kwa namna nyingi, kwamba alinusuriwa kwa kupewa maneno mazuri, alinusuriwa na Bibi Khadija radhiyallahu anha kwa Bibi Khadija kutoa mali yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ili kwamba mali ifanye kazi katika Uislamu. Na hii hapa inatupa sura kwamba leo kwamba wanawake katika Uislamu, kwamba wanatakiwa wanawake wajifunze kuwa wenye kutoa katika Uislamu, na kutoa kwao watoe katika kheri, wawe wanashindana kutoa katika kheri, kama namna ambavyo Bibi Khadija radhiyallahu anha alipokuwa amejitahidi kwa kiasi kikubwa kabisa kuweza kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama, kutoa mali yake kwa ajili ya ulinganio, na pia kumpa maneno mazuri Mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo ya kumtuliza, ili kuona ya kwamba dawa yake anapopata tabu nje, lakini akirejea ndani kwa Bibi Khadija radhiyallahu anha anakuwa mwenye kupewa maneno ambayo ya taslia, yani ya kutulizwa, ya kupozwa. Na wanawake, haya ni mambo ambayo ya kuweza kuyachukua na kuyasoma na kuyazingatia na kuyafanyia kazi, kuona kwamba pia vile vile wao wana nafasi kubwa kabisa katika ndani ya Uislamu, kama vile ambavyo alivyokuwa Bibi Khadija radhiyallahu anha katika kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hali kama hizi ambazo tulizokuwa tumezielezea hapa, kwamba mali ya Bibi Khadija ilifanya kazi kubwa kabisa katika kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na Bibi Khadija radhiyallahu anha Mwenyezi Mungu alimlipa malipo mengi kabisa, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa katika hali ngumu pale ambapo alipokuwa ameidhihirisha dawa yake, na dawa hiyo ilikuwa hali ya kuwa watu wa Maka wakiwa ni wenye kumpinga. Bi Khadija radhiyallahu anha ilikuwa kwake yeye
ni kuweza kumtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama na kumpa maneno ambayo yaliokuwa mazuri. Na ndivyo ambavyo leo inavyotakiwa kwa wanawake wa Kiislamu, kwamba wawe wenye kuwapa maneno mazuri waume wao, na wanaume pia vile vile wapokee maneno mazuri hayo, kwani mwanamke naye ana dauru katika Uislamu, au tunasema kwamba ana nafasi katika Uislamu katika kuweza kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, na pia vile vile kuweza yeye kama yeye mwanamke kujiheshimu, kujichunga, kujipamba na tabia ambazo zilizokuwa mzuri kama zilivyokuwa kwa Bi Khadija radhiyallahu anha. Mpaka leo hii tunamtaja Bi Khadija radhiyallahu anha kwa utajo ambao uliokuwa akhiri kabisa, utajo ambao leo hii akitajwa ni kwamba anatajwa hali ya kuwa watu na kumwombea dua Mwenyezi Mungu kwamba radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe kwake yeye Bi Khadija radhiyallahu anha. Na tofauti na leo ilivyokuwa kwa mama zetu au madada zetu, ambao kwamba imekuwa mtu ni kawaida kwamba kutokuwa na tabia mzuri au kutokuwa na desturi mzuri, au kuona kwamba Uislamu ni kitu ambacho kama chenye kumchelewesha, bali kwamba mtu aishi vile ambavyo anavyopenda yeye au anavyotaka yeye. Ni kinyume ambavyo na mamama wema ambao waliokuwa wametangulia, kama walivyokuwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wao waliokuwa wakijichunga na kujiheshimu na kutokuwa wenye kuwa na khiana. Ni wanawake ambao hawakuwa wenye kufanya khiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wanawake ambao walikuwa wenye kukubali mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo ya kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mafunzo ya kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuaminiwa, mafunzo ya kujua siku ya mwisho, mafunzo ya kujua kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mafunzo ya kujua qadar, uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa khairi na wa shari, mafunzo ya kujua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana malaika, na mafunzo mengi ambayo waliwapata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na wao wakawa ni wenye kuwa na uaminifu ambao uliowapelekea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama awaamini, na mpaka kuweza kuwaelezea katika sifa ambazo zilizokuwa mzuri. Hii ni tunaona kwamba ni subira ambayo Bi Khadija radhiyallahu anha alikuwa nayo kwake yeye na katika nafsi yake. Na Bi Khadija radhiyallahu anha hakuishilia hapo tu katika mazuri aliyokuwa nayo, bali Bi Khadija radhiyallahu anha tunaona ya kwamba pia alisifika na sifa ya wema, ambao wema huu Bi Khadija radhiyallahu anha kwamba hakuacha kuwa mwema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na haya ndio ambayo leo pia yanatakiwa katika jamii yetu ya Kiislamu, kwamba mwanamke awe mwema, mwanamke awe mwenye kuwa na wema kwa mumewe, mwanamke awe mwenye kuwa mwema katika familia yake, na isiwe mwanamke leo hii awe mwenye kuwa ni muovu katika familia yake, mwenye kuwa na khiana kwa mumewe, mwenye kuwa na uongo katika familia na katika jamii. Kwani mwanamke ni chombo ambacho kilichokuwa ni muhimu kabisa, ambacho akitengeneka yeye basi pia vile vile watoto hutengeneka, na akiwa yeye ameharibikiwa basi pia vile vile pataharibikiwa mpaka jamii na familia. Na kuona kwamba mume pia vile vile mwanamke huyu sasa hafai, kwani leo tunaona na tunapata habari na taarifa ngapi ambazo za kuona kwamba ni namna gani, na kuona kwamba ni namna gani watu wanavyokuwa wanaishi katika majumba, kwamba kuwepo na khiana, kwamba watu uongo ndio chombo ambacho cha kwanza kubebwa, kuwepo kwamba watu hakuna haki ya mume kwa mke na hakuna haki ya mke kwa mume, na kuona kwamba mwanamke ni mtu ambaye yeye wakutakiwa yeye awe mwenye kusikiliza tu,
na sio mwenye kutoa rai wala sio mwenye kutoa ushauri ukakubalika, bali mwanamume ndio mwenye nafasi ya kutoa ushauri na kutoa rai na kutoa maamuzi. Hii kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kwamba wanaume ni wenye nguvu, wanaume ni viongozi kwa wanawake. Lakini uongozi huu pia vile vile mwanamke naye asisahauliwe katika nafasi yake, mpaka kiasi kwamba tukawapa nafasi wasiokuwa Waislamu kusema kwamba mwanamke anatakiwa awe na uhuru uliokuwa umekamilika kwa 100%, awe kama ni mwanamume kweli, lakini una mipaka uhuru huo. Na mwanamke kama mwanamke anatakiwa atoe ushauri, mwanamke kama mwanamke anatakiwa awe mwenye kumsaidia mume katika sehemu mbalimbali au katika nyanja mbalimbali, ushauri, uchumi, kama ilivyokuwa kwa Bi Khadija radhiallahu anha, mali, kutoa malezi yaliyokuwa mazuri kwa watoto, kushirikiana na mume katika nyumba, katika kuwalea watoto. Kama akiwa anafanya kazi, basi ufanyaji wake wa kazi uendane na kuchunga mipaka ya Uislamu. Na pia vile vile aone ya kwamba mwanamke kama mwanamke kwamba yeye ni chombo katika Uislamu. Kwa hiyo yeye anapokuwa amejitengeneza akawa mzuri, basi pia vile vile jamii atakayokuwa ameiandaa au jamii itakayokuwa imeandaliwa au familia itakayokuwa imeandaliwa, basi itakuwa ni familia ambayo ilikuwa mzuri. Na ikionekana kwamba yeye ni mbovu, basi pia vile vile hii familia atakayoleta itakuwa ni familia mbovu. Yeye bali anatakiwa awe mwenye kuwa na mfumo wa kuitengeneza familia yake, kwamba kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu ni nani. Mwenyezi Mungu ndio ambaye aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu ndio ambaye aliyempatisha yeye mwanamke kama mwanamke. Mwenyezi Mungu ndio ambaye aliyemjalia mwanamke kama mwanamke. Mwenyezi Mungu ndio ambaye aliyemjalia mwanamume kama mwanamume. Mwenyezi Mungu ndio ambaye wa kuabudiwa, hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aitengeneze familia yake kuona ya kwamba, kujua kwamba Mwenyezi Mungu anatakiwa kuaminiwa, kwamba kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile kuviamini vitabu vyake ambayo ni Qur'ani, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyokuwa sahihi. Pia vile vile anatakiwa kwamba aamini kwamba aitengeneze familia yake, kwamba kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha malaika. Hawa malaika ambao walikuwa wameteremshwa walikuja lengo la kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia vile vile anatakiwa mwanamke kama mwanamke awe mwenye kuitengeneza familia yake na jamii yake, kwamba kumjua Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ndio mwenye kuwa na uwezo wa katika kila jambo la kheri na shari. Mwanamke anatakiwa awe mwenye kujiheshimu, mavazi yake, chakula chake anachokula, uchumi wake ambao anauchuma. Kama anafanya biashara, afanye biashara katika njia ya halali, na kama anavaa mavazi, basi avae mavazi ambayo yanayokubalika katika Uislamu. Asiwe mwenye kuvaa mavazi kama vile ambavyo anavovaa leo hii dada zetu na mama zetu na ndugu zetu, kiasi kwamba unapomwambia mwanamke kuvaa mavazi ambayo Uislamu yanautaka, basi anakwambia ni kumchelewesha yeye katika maendeleo. Au kwamba mwanamke leo hii anapoambiwa kwamba uchumi, kufanya biashara, afanye biashara za halali, ajiepushe na biashara za riba, ajiepushe na riba, na afanye kazi katika njia ambayo au katika sehemu ambayo sheria kama sheria inamtaka kwamba afanye kazi katika njia hizo, kwamba asifanye kazi katika sehemu yenye mchanganyiko kati ya mwanamke na mwanamume, kiasi kwamba pakawepo na fitina ndani yake. Lakini haya yote mtu anapokuwa ameambiwa, basi anaona kwamba Uislamu ni wenye kumchelewesha mwanamke na wenye kumrudisha nyuma kimaendeleo mwanamke, na hivi sivyo. Kwani tunaona ya kwamba hivi ambavyo tunavyoelezea ndivyo ambavyo walivyokuwa wameishi wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake, na ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwamba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, na kisha wao wakawa wenye kusifiwa na kheri. Kheri hiyo ndio ambayo leo hii tunayozungumza hapa mbele yenu, wapenzi watazamaji,
wa TV hii, TV ya Afrika. Lakini kwa kutokuwa na kujitambua na kujielewa wanawake leo hii katika jamii, wanawake wamekuwa ni watu ambao ni biashara ambayo yenye kutangazwa na yenye kuuzwa katika ulimwengu kwa gharama ndogo kabisa, kwa sababu kwamba mwanamke mwenyewe hakutaka kuwa mwenye kujitambua. Wapenzi watazamaji, wapenzi waangaliaje wa kipindi hiki, tunasema ya kwamba mwanamke kama mwanamke anatakiwa ya kwamba ajitambue, na huu ndio Uislamu. Na tusione haya ambayo tunayoletewa leo na wa magharibi kuona kwamba ndio maendeleo. Hapana. Atakapokuwa mwenye kujitambua mwanamke na kujiheshimu, basi anaweza akaishi yeye mwanamke kama mwanamke katika hali ambayo iliyokuwa mzuri, na mume akawa mwenye kumpenda, na jamii ikampenda, na yeye akapendwa, na akaja kukumbuka katika kheri, kama vile ambavyo tunavyokumbuka leo hii wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama tunavyoona katika historia hapa, ni namna gani Bi Khadija radhiallahu anha alivyokuwa yeye mwenye kujiheshimu, alijiheshimu, alijichunga, alikuwa mwenye kujizuia na kutokufanya machafu, na alijizuia Bi Khadija kiasi kwamba kila mtu akawa hakuna anachomsifia isipokuwa ni kheri. Na kwamba Bi Khadija radhiallahu anha Bi Khadija radhiallahu anha kwa kujichunga kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam kulimfanya, alipokuwa akiishi na Bi Khadija, alikuja akaoa wake zaidi ya 4 Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuacha kumkumbuka Bi Khadija radhiallahu anha kutokana na kujichunga kwake na kujistiri kwake na kuwa na wema na ukarimu wake, na kutokuwa na kutokufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa Mwenyezi Mungu ameyakataza. Bali Bi Khadija radhiallahu anha alikuwa mwenye kupenda watu, alikuwa mkarimu. Leo hii tunatakiwa tujifunze kuona kwamba wake au wanawake kwamba hawatakiwi kuwa na uchoyo, wanatakiwa wawe wakarimu, ukarimu wa ziada, ukarimu kwa ndugu zao, kwa familia zao, ukarimu kwa ndugu wa mume, jamaa wa mume, ukarimu kwa mtaa, ukarimu ambao kama vile ambavyo sheria na Uislamu ambavyo unavyofunza kwa umma huu, ambao ukarimu huo utakuwa mwenye kumfanya mwanamke huyu mwenye kusifika katika sifa ya kheri. Isiyo kwamba mwanamke anasifika katika sifa mbaya ambayo kiasi kwamba mtu akenda katika nyumba anasema nyumba ile pale hata maji ya kunywa huwezi ukayapata pale. Hii sio sifa nzuri kwa madada zetu, kwa mama zetu, kwa ndugu zetu, kwamba bali mwanamke anatakiwa asifike na sifa ya kuona kwamba ukenda nyumba ile mashaallah, kwa kweli hata kama kitakosekana cha kukosekana, lakini hata maji ya kunywa utapewa, utakunywa. Na ndivyo hivyo ambavyo walivyokuwa wameishi wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake, kwamba wanawake ambao walikuwa wameishi kwamba akiwa hali ya kuwa ni wakarimu, walikuwa wenye kujistiri, kuvaa mavazi ambayo sheria inataka, walikuwa hawakuwa ni wanawake ambao wenye kuwa na khiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alijifakharisha kwa wake zake kama vile ambavyo alivyokuwa amejifakharisha kwa Bi Khadija, na hata kuambiwa kwamba Bi Khadija khairu nisa'il alamin. Hivi jamani, ndugu zanguni, hatuwezi kutamani na sisi na kutaka tufikie katika daraja kama hizi na kuwa kama wao, kwa sababu wao walikuwa watu kama sisi, isipokuwa tu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye alipewa khususiyati, ambao alipewa kwamba umaalumu ambao wake yeye tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hao wengine ni walikuwa ni binadamu, wanadamu ambao kama sisi, walikuwa na kheri kweli, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema kwamba khairul quruni qarni, ubora wa karne ilikuwa ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao walionifuata baada yangu mimi, waliofuata baada yao, thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuata baada yao. Kweli walikuwa na kheri, lakini basi tujitahidi kushindana katika kuwafikia hawa ambao
waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallama, ili kesho tukaingie katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ametuandalia ya kheri, na ambayo sisi wenyewe ni wenye kuiridhia. Na hapa duniani ndio sehemu ambayo ya kuchuma haya ambayo tunayozungumza, kama vile ambavyo tunavyoyazungumzia waliokuwa wametangulia kabla yetu sisi, ikiwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallama, mtume mwenyewe na maswahaba wenginewe. Katika kumalizia historia ya Bi Khadija radhiyallahu anha, kwamba Bi Khadija radhiyallahu anha kwamba ni mwanamke ambaye aliacha athari kubwa kabisa kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kufa kwake. Kwamba Bi Khadija amekufa, lakini hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama kuna athari kubwa ipo katika ndani ya nafsi yake, ipo katika ndani ya nafsi yake kutokana na kifo cha Bi Khadija radhiallahu anha, kwa sababu ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kumpenda, na ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa na wingi wa ukarimu na uaminifu ambao tunatakiwa sisi leo hii tuwe nao, madada zangu, madada wa Kiislamu, mamama wa Kiislamu, ndugu zetu Waislamu, wanawake na wanaume, kwamba kuwa na uaminifu. Uaminifu ni kitu ambacho ni muhimu. Kuwa na uadilifu kwa mke na kwa mume, kwamba mwanamume awe mwadilifu kwa wake kama akiwa na mke mmoja au wawili au watatu au wanne, na pia vile vile mwanamke mwenyewe naye pia kuwa na uadilifu kwa mume. Asiwe mwanamke mwenye kuwa na khiana, akawa anafanya khiana kwa mume kutoka katika nje ya nyumba, ikawa kwamba mwanamke ambaye kwamba hatekelezi haki za mume, na kutekeleza kwake haki za mume ni bahati mbaya, hapana. Bali pia vile vile mwanamume asiwe mwenye kuwa ni mtu ambaye mwenye kuwa na khiana, hatekelezi haki za mke, bali kutekeleza kwake ni bahati mbaya. Leo mume kutokuwa na uadilifu, kutokuwa na mapenzi, kutokuwa na rehma, inakuwa katika nyumba mwanamume akiingia basi kana kwamba vile ameingia simba. Watoto watajificha, mwanamke atakonda, mwanamke atanywea, mwanamke atakuwa dhaifu wa kiwiliwili na kila kitu. Kwamba mwanamke ambaye kana kwamba kaletwa katika ndani ya nyumba ile ni mtumwa mwanamume, kwa sababu kwamba mwanamume kama mwanamume. Hii hapana. Tunaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapenda wake zake, na pia vile vile kwamba wanawake walimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilikuwa ni nyumba ambayo yenye kuwa na amani, ni nyumba ambayo yenye kuwa na upendo, ni nyumba ambayo ilikuwa watu wameishi ni ndugu. Kwamba sisi tunachotakiwa kwamba kuona kwamba wake zetu ni ndugu zetu. Mwanamke sio mtumwa, au mwanamume sio mtumwa wa kumtumikia mwanamke tu, bali wote patengenezeke ndani yake mapenzi na rehma, na kila mmoja kuhisi kwamba nafsi ya mmoja ipo katika nafsi ya mwingine, jicho la mmoja lipo katika jicho la mwingine. Hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wameishi wema ambao waliotangulia na wake wa mtume katika nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunaambiwa ya kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa. Alipokaa, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaida yake kwa Bi Khadija alikuwa ni mwingi wa kumkumbuka, kutokana na kile ambacho Bi Khadija alichokuwa akimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mema na katika ukarimu na katika wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kumtaja Khadija. Basi katika kumtaja kwake Bi Khadija alikuwa na Bi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha ikawa ameingiwa kitu katika ndani ya nafsi,
kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati unakuwa mwenye kumtaja Bi Khadija, na hali ya kuwa kwamba anamwambia kwamba hakika Mwenyezi Mungu amekubadilishia wewe kheri iliyokuwa bora kuliko zaidi ya hiyo ambayo uliokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mama Aisha radhiallahu anha kwamba hajanibadilishia kheri mimi Mwenyezi Mungu kheri yoyote, bali kwamba nilichokuwa ninakiona kwamba kwa Bi Khadija radhiallahu anha ni kwamba yeye aliniamini wakati ambapo makafiri wananipinga, na akanishirikisha katika mali yake wakati ambapo watu walikuwa wamenizuia mimi katika mali zao. Na Mwenyezi Mungu aliniruzuku kwa Bi Khadija watoto, ambapo Mwenyezi Mungu baada ya hapo alinizuia mimi kuweza kupata tena watoto kwa wake wengine. Lakini akasema kwamba siwi mwenye kukudhalilisha au siwi mwenye kukunyongesha wewe Aisha radhiallahu anha, isipokuwa ni kwamba hali halisi na hali ya ukweli na hali ya mambo ni hivyo, ni kwamba hakuna kheri ambayo niliokuwa nimebadilishiwa. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba yeye ameyaeleza kutokana na nini, kwamba ameishi na Bi Khadija radhiallahu anha kama namna ambavyo tulivyokuwa tumeweza kusikia kwamba Bi Khadija alifanya ukarimu wa kutosha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi Khadija alimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mali zake. Wapenzi watazamaji wa kipindi hiki cha wanawake katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutaishilia hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni watu ambao wenye kusikia na kufuata, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kukutana katika kipindi kijacho ili kuona kwamba tunazungumzia nini tena baada kutoka katika historia ya Bi Khadija radhiallahu anha. Na kufikia hapa tunasema kwamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.